أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema alhamdulillah, wiki jana mkutano wa mwaka wa Uingereza ukionyesha manzari za fadhili za Allah ulifikia tamati yake. Siku hizi tatu zilikuwa siku zenye baraka sana zilizowaachia wanajumuiya na wasio wanajumuiya athari njema sana. Nitaeleza maoni ya baadhi ya wageni, lakini kabla yake ningependa kuwashukuru wafanyakazi ambao kabla ya jalsa, wakati wa jalsa vile vile na hata baada ya jalsa pia walichangia mchango wao katika kufanya maandalizi haya ya jalsa na bado wanaendelea nayo. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, watu wa jumuiya, wanawake, wanaume, watoto, hii ni sifa yao ambayo hata wasiokuwa Waislam pia wanaisifu, na haya ni mahubiri ya kimatendo ambayo watumishi hawa wakitekeleza wajibu wao wanayafanya. Wafanyakazi wa idara zote za jalsa wana mchango wao muhimu na mkubwa. Hata kama wapo kwenye njia za kuingia ndani, wapo milangoni, wapo kwenye sehemu ya kukaguliwa, au wapo katika maegesho wanaulisha chakula au wanaopika, wapo kwenye usafi. Watoto majukumu yao ni kunywesha maji wanaotoa huduma hizi, au watoto wanaotoa huduma zingine mbalimbali mbali. Kwa kila namna, kila idara inayofanya kazi katika jalsa salana inaonekana kuwa imara sana na inastahiki shukurani. Yanakuwepo mapungufu ya hapa na pale yatokanayo, lakini katika maandalizi haya makubwa mapungufu ya namna hiyo yanatakiwa kupuuzwa. Kwa vyovyote vile, huduma hizi zote na wenye kuzitoa pamwe na kuwahudumia wageni wanafanya mahubiri ya kimatendo, na watu wengi wanaeleza rai na maoni yao mazuri kuhusu watumishi wa jalsa. Wananiindikia na wanatoa rai na maoni yao. Wageni na wasio wa Islam pia vivyo hivyo. Kwa kupitia MTA, watu waishio katika nchi mbalimbali za dunia pia wanatoa shukurani ya kwamba MTA imetuwezesha kuangalia matangazo ya jalsa kwa njia nzuri sana. Basi mimi pia na washukuru wafanyakazi wote mwaka huu, pamwe na wafanyakazi wa Uingereza kutoka Morisi. Pia kwa mara ya kwanza khudam na wafanyakazi walikuja katika idadi kubwa na wakafanya kazi nzuri sana. Vivyo hivyo khudam walitoka Canada ambao wanaendelea kutoa msaada kwenye shughuli mbalimbali za jalsa. Mwenyezi Mungu awajalie wote malipo mema. Vyombo vya habari pia mwaka huu vimetangaza na kurusha habari za jalsa. Vivyo hivyo nizamu ya niendo, yani trafiki, ilikuwa nzuri sana. Majirani pia hawakulalamika. Kwa mwaka
tulikuwa kila mwaka tulikuwa tunapokea malalamiko kutoka kwao, na mwaka huu hayakuja malalamiko yote. Katika zana yao huenda mahudhurio yalikuwa madogo kuliko mwaka jana, na ndiyo maana nizamu ya trafiki ikaendelea kusogea mbele kwa amani, ilhali mahudhurio yalikuwa zaidi kama 2,000 kuliko mwaka jana, na walipoambiwa walishangaa sana. mashallah maandalizi yalikuwa mazuri sana. kuna diwani wa maeneo haya, ni mwanajumuiya ambaye ni mbashiri vile vile. ye ametoa mchango mkubwa sana katika kujenga mahusiano na majirani na namna ya kupanga nizamu ya trafiki. mwenyezi mungu amjalie malipo mema. kwa vyote vile sasa naweka mbele yenu maoni. mwenyezi mungu afungue mioyo ya watu hawa walioeleza hisia zao, waweze kuelewa ujumbe wa ahmadia, na sisi tuwe mwenye kufikia shabaha hii ambayo ilikuwa shabaha ya ujio wa masihi maut. si siku hizi tatu tu, bali tuifanye vitu hivi kuwa sehemu za maisha yetu. kutoka French Guiana, Ismail Bailen saheb aliyeshiriki katika jalsa anaijua jumuiya tangu muda mrefu, lakini alikuwa bado hakufanya bayati. yeye katika jalsa akapata bahati ya kufanya bayat vile vile. anasema kwamba mimi katika maisha yangu sijawahi kuona mkutano wa namna hiyo wenye kujumuisha lugha zote kubwa za dunia na kaumu. kwa kushiriki katika mkutano huu, imani yangu imebadilika katika yakini ya kwamba jumuiya hii ni kweli na ni jumuiya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sisi kwa kusema labbaika juu ya sauti ya nabii wetu sallallahu alaihi wasallam, tusipokubali masihi maud na imamu wa zama, sisi tutapotea. anasema ya kwamba mimi nina imani ya kuwa mwenyezi mungu ameniongoza kwenye njia hii, na leo ikiwa waislamu wanataka kuwa kitu kimoja, basi kwa ajili yao ndiyo njia pekee ya kwamba kwa kuingia katika jumuiya ya ahmadia na kwa kufanya bayat juu ya mkono wa ukhalifa waingie katika jamaat hii yenye baraka. kisha anasema maandalizi ya jalsa yalikuwa mazuri sana. kila mtumishi daima alionekana akitabasamu na haukuwepo unafiki wowote juu ya nyuso zao. kila mhudumu alikuwa anawahudumia wageni kwa moyo mkunjufu. mimi sikumjua yeyote, lakini kila mmoja alikuwa anakutana nami kama tunavyojuana tangu miaka. anasema kabla ya jalsa mimi nilikuwa muislamu. tangu miaka kadhaa nilikuwa nimesilimu na nilikuwa nafanya juhudi ya kutekeleza amri za kiislam, lakini daima nilikuwa nahisi upungufu fulani. lakini kwa kushiriki katika jalsa hii nikapata kujua kwamba pungufu langu lile likakwisha. chifu wa ubudha atokaye japan, Yoshida saheb, anasema sisi tulishiriki katika vipindi vyote vya mkutano. mke wangu alienda katika ukumbi wa kinamama, tukaangalia maonyesho vile vile, na pia tukaenda kutembelea sokoni. kila mahala jambo moja lilinivutia, ya kwamba watoa huduma na wenye kujitolea walionekana kuwa na bashasha. kuanzia siku ya kwanza hadi muda wa mwisho wa siku ya mwisho, jaziba ya watoa huduma haikupungua. wanajumuia walioshiriki katika jalsa walikuwa wakarimu sana na wakiwa na bashasha. watu wa nchi zaidi ya 100 za dunia wakijumuika mahala pamoja, vitu vingi vinaonekana kuwa tofauti, yanaweza kutokea matatizo mengi, lakini hapa tuliwaona wote wakiwa na hulka na mwenendo mzuri. mtu popote alipozuiliwa akajizuia pale pale, na alipoitwa kwa ajili ya swala au jalsa akafika huko bila kuchelewa. anasema manzari haya ya jalsa ni vigumu kwetu kuyasahau. yeye alikuwa amekutana nami pia, na mimi nilikuwa nimemwambia ya kwamba ni muhimu kumwamini mungu mmoja. kuhusu hiyo utafakari, na pia nikamsihi kuwapenda wanadamu. anasema ya kwamba mimi kwa sababu ya kuwa mfuasi wa dini ya kibudha si mwamini mungu mmoja, lakini moyo wangu unasema kwamba yupo muumbaji na mmiliki wa ulimwengu huu, na sisi sote ni viumbe wake, na sisi tunaweza kupata ukaribu wa mola aliye muumba na mmiliki. kwa vyote vile kwa kiasi fulani alipata hisia ya kuelekea kwa mwenyezi mungu.
mgeni mmoja atokaye kosovo aziz naziri saheb anasema kwa mara ya kwanza nilipata bahati ya kushiriki katika jalsa. Nilifurahi sana, kila kitu kilikuwa kinafanywa kwa nizamu, haswa hutuba zilifana sana, bilkhusus hutuba za khalifa mtukufu. Anasema kwamba mimi nahisi mabadiliko yakitokea ndani mwangu ambayo nitaondoka nayo. Kusali hapa kumezalisha utulivu moyoni mwangu. Anasema mimi ni mzee, ni maombi yangu kwamba mwakani nipate nafasi ya kushiriki tena katika mazingira haya ya kiroho. Anasema mazingira haya yamejaza mapenzi ya Islam Ahmadiyya katika moyo wangu. Kote kote niendako nitaeleza habari hii. Pia nitawahimiza watu kwamba wao wasome mafundisho sahihi ya Ahmadiyya. Hutuba ya mwisho ya khalifa wa zama iliyojaa hoja bila shaka nitaieleza kwa watu, kwani mi mwenyewe ni shahidi juu yake. Kabla ya kufanya bayati, jina la mji ni Barashtina au ni jingine. Kwa vyote vile huko ilikuwa kituo cha jamaat na kulikuwa duka karibu yake. Nilipokuwa naenda katika duka lile, na mmiliki wa duka alikuwa akijua kwamba mimi naenda katika mission house na kuswali. Yeye alikuwa muislamu mwenye duka. Akasema kwamba usiende katika msikiti huu, hawa ni makadiani ambao wana nabii wao, na mtu huyo yani mungu apishe mbali anamtukana mtume saa salam, na yeye ameleta bidhaa katika Islam na amebadilisha mafundisho ya Islam. Lakini mimi nikaendelea kuenda kuswali na nikaendelea kupata majibu ya maswali yangu, na Mwenyezi Mungu akanawarisha moyo wangu kwa ajili ya Ahmadiyya. Lakini sasa baada ya kusikiliza hutuba hii, mimi nikahisi tena ya kwamba namna ambavyo wapinzani wa jamaat wanavyowapeleka watu mbali na jamaat, mimi nikirejea nitawapa majibu ya shutuma zao kwa kutumia hutuba hiyo na maandishi ya Masihi Maud. Umar Digor saheb atokaye Chile anasema, ambaye anafanya kazi katika serikali ya Chile kama mkurugenzi wa ibada, anasema ni sehemu ya wajibu wangu kwamba niisaidie serikali ya Chile katika masuala mbalimbali na mambo ya usajili wa mashirika na madhehebu ya kidini. Anasema mimi niliomba rai kuhusu jumuiya ya Ahmadiyya kutoka madhehebu na mashirika ya Kiislam yanayopatikana nchini Chile. Wote wakaeleza hisia zisizofaa ambazo muhtasari wake ulikuwa ndio huu kwamba watu hawa si Waislamu. Anasema katika jalsa nikakutana na khalifa wenu, na sasa mimi nina ahidi na jamaat yenu ya kwamba mimi nitafanya juhudi kwa nguvu zangu zote ili kuwaambia watu walio chini yangu ya kwamba Waahmadiyya ni Waislam, bali ni Waislamu wazuri wenye mfano. Anasema nitafanya juhudi kubwa ili jumuiya yenu ipate kustawi nchini Chile. Alisema kwamba mimi nilipenda sana hutuba ya khalifa mtukufu aliyoitoa siku ya kwanza, ambamo akatoa hutuba kuhusu nizamu na mambo mbalimbali ya uongozi na usimamizi. Anasema nimeshiriki sana katika mikutano ya kidini, lakini sikuwahi kuona kiongozi yeyote wa kidini akitoa miongozo ya namna hiyo ya usimamizi. Mimi kwa kusikiliza hutuba hii nikashangaa sana, na pia nikapata furaha vile vile, kwani jambo hilo linadhihirisha ya kwamba khalifa wenu anafanya juhudi ya kuboresha jamaat katika mambo ya kiroho, kwenye kihulka na nizamu. Mama moja Bi Bitrishia atokaye Uholanzi anasema, kwanza kabisa ningependa kutoa shukurani kuhusu ukarimu wenu mlioonesha katika jalsa 2024, na watu wengi walikuwa wametoka maeneo mbalimbali ya dunia, na ilikuwa mazingira ya ajabu ya udugu. Kutoka Indonesia hadi Marekani watu walikuwa wamekuja. Anasema kwamba mimi ninashiriki katika mipango yenu kama vile matembezi ya amani na mikutano ya amani na kadhalik. Sasa kuja katika jalsa hii ni hatua yangu ijayo. Anasema hapo niliona ya kwamba kuhudumia maelfu ya washiriki kila siku na kujenga kijiji kimoja kukiwa na huduma zote, kila kitu kilipangwa vizuri sana.
idadi kubwa ya watu niliyowaona wakishirikiana, haikuwa foleni yoyote. Watu walikuwa wanafanya usafi ili kufanikisha jalsa salana, na ni pongezi kwa timu nzima ya watumishi, wanafunzi, vijana, na kuwaona wote wakifanya kazi na kuwaona wakitoa ushirikiano ili kufikia shabaha kubwa ni kitu kinachonifurahisha sana. Anasema kwamba kwa kushiriki katika vipindi mbalimbali nilihisi nguvu ndani yangu, haswa kikao cha baiati nitakikumbuka katika maisha yangu yote. Anasema kwamba ikiwa katika dunia kila mtu ashike huruma kwa wanadamu na apate hisia za kuwajali kama inavyofanya jamaat, basi kwa yakini masuala ya kimataifa yanaweza kutatuliwa. Wakilisha katibu wa taifa wa dini ya Argentina anasema kwamba mimi niliona jalsa ya jamaati yenu kwa jicho la pongezi, namna ambavyo nyini mlivyofanya maandalizi ya jalsa hii kwa uzuri na nizamu. Alisema katika nchi yetu jambo hili ni ngumu sana, bali licha ya kuwepo kwa polisi mkutano kama huo hauwezi kuandaliwa. Na hutuba ya khalifa aliyoitoa kwa kina mama niliipenda sana. Nilipojua ya kwamba nini licha ya kuwepo kwa athari ya dunia ya kimagharibi na jamii bado mnaendelea na mwenendo wenu kwa uimara wote. Anasema mimi nikiwa mkristo si afiki na maelezo yote yaliyoelezwa, lakini bilkhusus mambo yaliyoelezwa kuhusu familia yalikuwa mazuri na yenye faida sana. mgeni atokaye taiwan daktari kristi chang sahiba anasema ya kwamba tulipokelewa kutoka uwanja wa ndege, tukatendewa kwa ukarimu sana, na kisha tukapata nafasi ya kushiriki katika jalsa ambapo tukaona ya kwamba maelfu ya watumishi walikuwa wanajitolea na kutekeleza wajibu wao. Mimi nikashikwa na mshangao mkubwa. Anasema mimi nilishiriki katika mikutano mikubwa ya dunia, lakini sijawahi kuona mkutano mkubwa kama huo ambao uwe unaandaliwa na watu wenye kujitolea. Katika hutuba ya kwa lajna pia khalifa wa zama aliwafundisha wasichana wa Ahmadiyya njia nzuri za kupitisha maisha. Wakati wa hutuba mimi nikaendelea kuona hisia za wasichana, namna ambavyo wasichana walivyokuwa wakisikiliza nasaha zake. Nilikuwa nahisi kwamba wasichana wa Ahmadiyya na kizazi cha vijana wanampenda khalifa wao. Mimi kwa mara ya kwanza nilikuwa nimekutana na imamu wa jamaat. Nilikuwa nadhani kwamba kikao chetu kitakuwa na vikwazo vingi, tutalazimika kukabiliana na mambo na miongozo mingi, lakini tukaongea naye kwa urahisi sana, tukajuliana hali. Akatuuliza kuhusu Taiwan. Anasema sisi tulikuwa na maswali mengi, lakini tukazama katika kusikiliza majibu ya imamu wa jamaat mpaka hatukupata nafasi ya kumuuliza chochote. Kwa vyote vile jalsa ikamwachia athari njema. mgeni mwingine atokaye Taiwan ni daktari Frank sahib. Anasema kwa kusafiri safari ndefu tukaja kushiriki katika mkutano huu. Tukitoka Taiwan na kufika Beijing, ambapo kwa sababu ya kutokea kwa tufani nchini Taiwan ndege ikasitishwa, lakini hata hivyo sisi tukafanikiwa kusafiri na tukafika kwa amani. Mimi nilikuwa nahisi kwamba safari yetu hiyo ni muujiza. Anasema kwa kushiriki katika jalsa sisi tulihisi kwamba hii ilikuwa takdiri ya Mungu ambayo kwa sababu yake tuliweza kushiriki. Katika hutuba ya ufunguzi wa jalsa, Imam Jamaat Ahmadiyya aliposema kwamba jalsa hii si tamasha ya kidunia bali ni mkusanyiko wa kiroho, hapo yakini yangu ikaimarika zaidi kwamba kizwahiri japokuwa hali haikuwa rafiki, lakini namna ambavyo Allah alivyotuwezesha kushiriki katika jalsa hiyo ni neema ya Mungu na muujiza wake. Anasema
kwamba mimi na mke wangu ni miongoni mwa watu wa mwanzo walioshiriki katika jalsa kutoka Taiwan. Sisi tunarejea kutoka jalsa kwa ahadi hii kwamba tuwaambie wananchi wetu kwamba Jamaat Ahmadiyya ni jumuiya yenye amani na nizamu na yenye hulka sana, na sisi katika miaka ijayo tutawahimiza wageni wengine kushiriki katika jalsa. Mgeni mmoja kutoka Canada anaonekana mtu mwenye asili ya Kiiran. Yasin Ahmadi saheb amepata shahada ya uzamivu katika falsafa na ni mwandishi wa habari vile vile. Anasema, mimi nilikuta jalsa salana ya Ahmadiyya dhihirisho la akili na hikma katika sura ya dini. Roho ya jalsa salana ilikuwa imejaa alama za usawa kati ya Waislamu. Kutoka hatua ya kwanza niliposhiriki katika jalsa hii, nikahisi kwamba Waislamu wakiachana na maelezo ya kidini yasiyo na rutuba na kavu, wanaendelea kuelekea kwa anga iliyo wazi ya kuwahurumia wanadamu waishio ardhini. Kwa kuwa Jamaat nikapata kujua shani na heshima, subira na uvumilivu wa Ahmadiyya na maelezo mazuri ya mafundisho ya Kiislam baada ya kutokea kwa mauaji ya kidini na zulma ya makarne. Chini ya kivuli cha miongozo ya Mungu yalikuwa habari njema ya maisha yenye utulivu na amani. Mafundisho ya Ahmadiyya kuendana kwake na utamaduni wa kisasa kulikuwa kimoja katika vipengele vile vizuri ambacho kilikuwa kimewekwa wazi. Mimi natumai kwamba mawazo ya Jamaat Ahmadiyya kwa shani na kwa mwendo kasi yataenea kwa Waislamu na watu waishio ardhini ili kila wokovu iweze kujipatia uzoefu wa maisha yenye mafanikio. Mgeni atokaye Belize, Ronald Hyde, anasema yeye katika kikao cha bayat hisi alizozipata ni vigumu kwake kuzieleza. Ye alikuwa anahisi uwepo wa Mungu. Anasema wanaume wengi bila kuwa na fikra yote ya kidunia waliowakilia na kumwomba Allah dua ya maghfira. Uzoefu huwa bayat umemwachia athari nzito sana. Mkusanyiko huo mkubwa na idadi kubwa ya watu kuwaona bila pombe au muziki yoyote, kwa kweli ilikuwa mandhari ya ajabu kwake, na kuona ya kwamba kila mmoja anataka kuzidi katika mambo ya kiroho, kwa kweli ilikuwa ikistahiki pongezi. Na kwa kweli huo ulikuwa uzoefu wenye kubadilisha maisha, sio wale wanaotoa huduma tu bali washiriki pia. Hata kwa kuwaona washiriki watu wanapata kuhuburiwa. Mbashiri wa Jamaat Bolivia anasema kwamba Carlos Hegas saheb alikuja kushiriki katika jalsa na mara yake ya 3, na tangu muda alikuwa anasoma kuhusu mafundisho ya Islam. Mwezi moja kabla ya alikuwa amefanya bayat, na pia akapata bahati ya kushiriki katika kipindi cha bayati. Anasema jalsa salana Uingereza ilikuwa uzoefu muhimu wa kiroho kwa maisha yangu. Mimi ninahisi kwamba moyo wangu na roho yangu baada ya kushiriki katika kikao cha bayat zimejaa na utukufu, na mimi nimekuwa mwana Jamaat mkweli. Anasema mimi nikiwa mwanajumuiya mpya, khalifa wa zama amenisihi kwamba ni sali sala kwa umakini na nijenge uhusiano imara na Allah, na alisema kwamba uwahimizi wanajumuiya wenzako wa Bolivia ili wasome Qurani tukufu. Anasema nitatekeleza hayo yote na pia nitawahimiza wengine. Mgeni mmoja atoka Uruguay asiyekuwa mwanajumuiya, Maria Solis Franco, anasema jalsa salana ilikuwa nzuri zaidi kuliko hata fikra zangu. Kwanza kabisa malazi ya wageni yalikuwa mazuri sana. Hutuba zilifana mno. Kikao cha kwanza nilikipenda mno. Mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote. Kusambaza ujumbe huu ni muhimu sana. Mimi katika mazingira ya jalsa nilihisi hisia nzuri za udugu. Uongozi ukatoa mchango mkubwa, japokuwa ilikuwa jalsa kubwa, lakini sikuona foleni kwa ajili ya magari. Njia zilikuwa zimewekwa alama zake na wazi, na jambo ambalo liliwavutia washiriki wengi. Kushiriki katika jalsa kuliniletea athari njema sana. Katika kumbukumbu zangu nzuri, moja ilikuwa ni kukiri ahadi ya Ahmadiyya siku ya Jumapili, yani bayati, ambapo wote walifanya dua kwa pamoja na wakatirisha machozi. Nilikuwa sikuwahi kuiona jaziba ya namna hiyo ya imani, na kama nipendekeze basi nitasema kwamba katika jalsa viwepo vipindi vingine kwa ajili ya wageni, na pia kina mama wageni wasilazimishwe kuvaa hijab.
huzur amesema kwamba hawalazimishwi, labda amekosea kuelewa au mtumishi atakuwa amesema tu. mimi ninadhani kwamba sisi hatusemi, lakini ye alisema kwamba hijabu zipatikane, mtu akitaka anaweza kuvaa. lakini kuhusu mawazi tunasema kwamba mawazi yawe mazuri. mgeni moja atokae costa rica, lorina villa, anasema kwamba katika nchi ya costa rica yeye anaendelea kuwasiliana na mashirika mbalimbali ya kidini ya waislamu, lakini yeye haoni mchango wa mwanamke yeyote katika maswala haya, bali wanaume tu ndio wanawakilisha dini ambao wanakuwa ni azifa mbalimbali. lakini kwa kushiriki katika jalsa ya jamaat ahmadia nilishikwa na mshangao na pia nikapata furaha kwamba katika jamaat ahmadia mwanamke anapatiwa nafasi sawa na mwanamume. siku ijayo alipoenda kwenye ukumbi wa kina mama aliona nizamu ya usafi na kiwango cha nizam nzuri sana. anasema kwamba niliambiwa kwamba jumuiya ya ahmadia inaendelea kufanya kazi ili kustawisha amani katika dunia. mimi nikahisi kwamba labda ni maneno tu, lakini kwa kushiriki katika jalsa nikaona kwa uzoefu na nikasadikisha kwamba ujumbe ambao jamaat inawapatia watu inatekeleza kwa matendo, na itikadi na matendo ya jamaat ni kitu kimoja. mgeni moja atokae burundi, hotum gimana ponte saheb, ambaye ni katibu katika wizara ya mambo ya kijamii na haki za binadamu nchini burundi, akitoa maoni yake anasema kwamba mimi nilipokelewa kwa moyo mkunjufu kutoka uwanja wa ndege hadi sehemu ya kukaa kwangu. vijana walinipokea na nikapewa huduma. katika siku hizi 3 mimi nilipata ukarimu kutoka jumuiya ya ahmadia bila kujali dini, mila au rangi na kizazi. nitakumbuka sana ukarimu huo, japokuwa itikadi yangu ni tofauti, lakini sote ni viumbe wa allah ambaye anatupenda sote na damu yetu ni kitu kimoja. hutuba za jalsa zimejaa mafundisho ya kiislam na itikadi za jumuiya ya ahmadia. hutuba hizi zinaeleza kuhusu baadhi ya maelezo yasiyo sahihi ya watu kuhusu jamaat au zinawapatia majibu ya maswali yao. ripoti zenu zimeonyesha kwamba nini mnaendelea kuwasaidia watu mbalimbali wenye haja katika dunia nzima, na mimi ni shahidi ya huduma hizi katika nchi yangu burundi. anasema kwamba kuandaa mkutano huo kama mkubwa si kazi ya binadamu, bali ni kazi ya mwenyezi mungu tu, na hiyo ni alama ambayo inatoa ushahidi kwamba chochote mnachofanya msaada wa mungu unakuwa pamoja nani. na kisha anafanya dua kwamba mungu aendelee kuwalindeni. kutoka iceland mgeni moja asi ahmadia suleiman ba saheb ambaye ni mtu wa gambia anasema kwa kushiriki katika jalsa nilipata elimu kuhusu jamaat. nilienda kutembelea maonyesho mbalimbali na baada ya kutembelea maonyesho haya niliona kwamba jamaat inaendelea kufanya nini katika dunia nzima, na juhudi za jamaat za kusambaza elimu zimeniachia athari njema sana. jambo hili pia limeniachia athari njema kwamba japokuwa kulikuwa na mkusanyiko wa watu 43, lakini hata hivyo hijabu ikazingatiwa na kina mama na kina baba walikuwa wakifanya kazi katika maeneo yao. anasema niliwahi kushiriki katika mikutano mingi ya kiislam ambapo ilikuwa idadi ya maelfu machache, lakini kina mama na kina baba walikuwa wakikutana. lakini katika jalsa hii japokuwa ilikuwa idadi kubwa, lakini hijab ilikuwa inazingatiwa. jambo hilo si dogo, na hayo pia ni mahubiri ya kimya kimya. na alisema kwamba mimi nataka kuisifu jamaa juu yake. maandalizi jalsa yalikuwa mazuri sana, kila mmoja alikuwa anakutana na mwenzie kwa heshima. watumishi walikuwa wanafanya kazi kwa furaha na nizamu ilikuwa inakwenda vizuri. na hayo si natija ya maandalizi ya siku chache tu, bali kulikuwa na maandalizi ya muda mrefu.
anasema kwamba katika sehemu ya malazi yangu kwenye jamia magodoro yalikuwa yametandikwa, tulikuwa tunalala huko. Kulikuwa hakuna tofauti kati ya wageni, wote walikuwa wakitendewa kwa usawa, yani wageni. Kisha anatoa pendekezo moja akisema kwamba huenda kwa pendekezo hilo nizamu iweze kuboreka, kwamba katika jalsaga japokuwa kulikuwa na maandalizi ya ac, lakini hata hivyo tulikuwa tukihisi joto na tulikuwa tunaona mapungufu katika hewa, na kwa sababu yake tulikuwa tunasinzia. Na nilielewa kwamba mimi nasinzia tu, lakini nikaona hapa na pale na wengine pia kidogo walikuwa nasinzia. Hivyo kwa ajili ya kuwapatia bashasha nizamu ya ventilation iwepo. Mbashiri wa argentina anaandika kwamba marina parasaheba ambaye ni mbalozi katika uingereza kutoka argentina alishiriki kwa mara ya kwanza katika jalsa. Alipata athari njema kwa kuona jalsa, kwamba baada ya jalsa katika ubalozi wa argentina akaandaa mapokezi, na katika kikao kile aliwaalika wageni waliotoka marekani latini. Na katika kikao kile mbalozi wa argentina alisema kwamba yeye anatoa shukurani wageni wa serikali ambao walishiriki katika jalsa ya jamaat ahmadia na wakatoa mchango wao katika kusambaza ujumbe wa jamaat. Mama huyu alisema kwamba kikawaida mashirika ya kidini yanawaalika viongozi wa siasa katika kipindi maalum na kisha baadaye wanawasindikiza, lakini kinyume chake jambo hili linatakiwa kusifiwa, kwamba jamaat yenu haikuficha kitu chochote kutoka sisi, na natija yake ndiyo hii kwamba nini hamna ajenda iliyofichika, bali kila kitu chenu kiko wazi na mafundisho mnayoweka mbele ya watu yanaendana na itikadi zenu na matendo yenu. Kutoka brazil, mhariri moja wa gazeti kelini sahiba alishiriki, ni mwanamke. Anasema kwamba mimi nilipata athari njema sana kwa kuona jalsa hii yenye shani, haswa jinsi watu walioshiriki kutoka idadi kubwa kutoka nchi mbalimbali kuishi kwao kwa upendo na mapenzi, na maandalizi ambayo yalihakikishia kwamba jalsa ifanikiwe. Kwa kuona mazingira ya amani, mshikamano na mapenzi nilifurahi sana, na mambo ya imam wa jamaat yaligusa moyo wangu na yakafungua ubongo wangu kwa ajili ya mambo mema. Katika maongezi ya khalifa wazama hayakuwa maneno ya kizwahiri tu, bali ilikuwa inaonekana kwamba mambo na maongezi yanatoka moyoni mwake. Katika jalsa hii mimi nilihisi mapenzi na heshima na jinsi wanayojitolea walivyofanya kazi kwa moyo wote. Kwa yakini wanastahiki pongezi. Kutoka brazil, mhariri mwandishi moja wa gazeti anasema kwamba jalsa hii ilikuwa kubwa mno, na jaziba iliyokuwa moyoni mwangu kuhusu jumuiya ya ahmadia baada ya jalsa imepata kuongezeka. Huduma ya wenye kujitolea ilinivutia sana, kwamba jinsi wao wanavyojitolea muda wao, magari yao na huduma zao kwa ajili ya wageni. Jambo hili ni jema sana. Kuna profesa wa italia university wa florence na interfair dialogue roberto catalono alishiriki katika jalsa. Anasema kwamba mimi kwa kuona jalsa hii nilipata mshangao mkubwa sana, namna ambavyo jalsa hii inawakusanya maelfu ya watu kwa pamoja, na umoja wa jamaat ahmadia unadhihirisha umoja, udugu wake. Anasema kwamba imam wa jamaat anapoongea au alipokuwa anaongea, wasikilizaji walikuwa wanasikiliza kwa ukimya sana, na katika maelfu ya wenye kujitolea wakiwemo watoto wanafanya kazi kwa juhudi sana. Anasema katika jalsa muda au kipindi maksus kilikuwa ni bayat ya kimataifa, ambapo watu walifanya baya juu ya mkono wa khalifa wa zama, na kikao hicho kitakatifu kinawaunganisha watu wapatao 40,000 ambacho ni dalili yenye nguvu ya imani yao. Anasema kwamba mimi kwa kujua kuhusu wanajumuia wa pakistan namna wanavyozulumiwa,
nilipata kuelewa. Na anasema kwamba japokuwa wanateswa lakini hawaonyeshi chuki. Jambo hilo likanivutia sana, na kwa yakini hiyo inaonyesha imani yenu. Kutoka Rhodes Island, mwanamke mmoja agathe mary sahiba ambaye ni commissioner wa women affairs na family welfares alikuja. Alisema kwamba mimi nilishiriki katika mkutano huu ambapo ulikuwa umewajumuisha watu kutoka nchi 100 na walikuwa wanatokana na kaumu mbalimbali. Takriban watu 40,000 kushiriki kwao kwenye jalsa hii kulikuwa kama sawa na wananchi wote wa kisiwa cha Rhodes, na kitu ambacho kiliyeyusha moyo wangu. Anasema kwamba katika jalsa kila mmoja alikuwa kitabasamu na alikuwa anawasalimia wenzake, na hutuba ya imam wa jamaat upande wa lajna ilinivutia sana. Nilipojua kwamba katika jamaat ahmadia kina mama wana mchango mkubwa sana, mimi nina yakini kwamba hutuba hii itaniletea mabadiliko mazuri kwenye fikira yangu. Nilijifunza mengi katika jalsa hii, na kwa kweli vitu hivi vitaniletea athari njema. Niliwahi kushiriki katika vipindi vingi na mikutano mingi ya kidini, lakini daima nilikuwa na hisi kwamba kuna mapungufu katika maisha yangu ya kiroho. Sasa kwa sababu ya jalsa nimeona kwamba mapungufu yangu yameniondoka. Watu wengi wamezihirisha rai hii kwamba kulikuwa na mapungufu yao katika kiroho, na sasa wamepata nafasi ya kuboresha hali yao ya kiroho. Temo Anderson sahiba ambaye ni mbalozi katika Geneva anasema kwamba kwa kufika hapa nilikuta mapenzi na tabasamu na sikuona chuki katika sehemu yote. Anasema kwamba upande wa kina mama kikao kilinivutia sana, na maonyesho niliyoangalia yalikuwa mazuri sana. Nilipoambiwa kuhusu mwanzilishi wa jumuiya na viongozi mbalimbali na historia ya mwanzilishi wa jamaat na historia ya viongozi wengine ilikuwa imeelezwa kwa uzuri wote. Jumuiya ya ahmadia imebadilisha maisha ya watu wengi, na ikiwemo nchi yangu pendwa Tanzania vile vile. Jalsa hiyo ilituwezesha kuishi maisha kwa upendo na kwa mapenzi na amani bila kuchukia kuhusu wengine au kuwachukia wengine. Kutoka Sierra Leone, mgeni moja Justice Ivan Sese anasema kwamba siku hizi 3 jalsa zilikuwa siku za amani, maendeleo ya kiroho na mshikamano wa kimataifa. Nizamu ya jalsa ilikuwa nzuri sana, haikuwa na tofauti ya kirangi au kikaumu. Wote walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja, kila mmoja alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa moyo mkunjufu, wawe watoto au wengine. Nilipata mshangao mkubwa sana kwa kuona hayo yote, na maulama mbalimbali na viongozi walitoa ujumbe ambao ukapenya moyoni mwa washiriki wote. Anasema kwamba maonyesho mbalimbali yalikuwa yameleta nuru kwenye jalsa. Maonyesho ya kielimu yalielezwa vizuri sana, ambayo yalikuwa yanadhihirisha historia na mambo mbalimbali ya utamaduni. Anasema nilipata bahati na nafasi ya kukutana na watu wa aina mbalimbali, na pia kwa kupitia hayo yote udugu ukaongezeka. Anasema kwamba kwa ajili yangu nafasi nzuri ilikuwa ni hutuba ile ambamo imam wa jumuiya alieleza kuhusu huruma kwa binadamu na huduma zao. Na pia anasema kwamba nilipata kujua kwa kupitia hutuba moja iliyoeleza kuhusu social media, yani mtandao wa kijamii, na jinsi inavyoleta athari kwa wazazi na watoto. Anasema kwamba maandalizi ya jalsa yalikuwa mazuri sana. Kutoka Kazakhstan, mgeni moja Gul Saira Angali sahiba anasema kwamba kwa mara ya kwanza nilishiriki katika jalsa hii azim. Mimi nikiwa mwanasiasa wa zamani nina uzoefu kwamba kwa ajili ya maendeleo haya makubwa, matumizi makubwa
inahitajika na kwa ajili ya kuandaa maandalizi hayo watu watakuwa wamefanya juhudi kiasi gani. Nilipata athari kubwa sana kwamba watumishi wote walikuwa wanatoa huduma kwa furaha na kwa bashasha, na kila mmoja alikuwa akikutana na wageni kwa heshima na kwa upendo, na jambo ambalo lilinivutia zaidi ilikuwa hutuba za khalifa wa zama. Katika hutuba zake kikawaida ilikuwa mambo ambayo tunayakabiliana nayo katika maisha ya kila siku, lakini nyuma yake ilikuwa ni mada nzito na nyeti sana. Jambo ambalo nilipenda sana lilikuwa ni hili kwamba yeye alieleza athari mbaya kwa watoto kwa zinazotokana na mtandao wa kijamii. Nimejifunza mengi katika jalsa hii. Nitafanya juhudi ya kushika kwenye maisha yangu. Nitakapoongea na wajukuu wangu nitawafahamisha kwamba katika kufanikiwa kwenye maisha yetu hatutakiwi kusahau hulka zetu. Alikuwa amepata athari njema sana. Akasema kwamba mwaka huu nilikuja kama mgeni, lakini na imani kwamba hivi karibuni nitajiunga na jamaati hii, kwani mambo ambayo nimeyasikiliza kwenye jalsa nimeyapenda sana. Kutoka Belize kuna mgeni Kash Sankofa anasema kwamba kivipi mtu anaweza kukataa kwamba Ahmadiyya si Uislamu wa kweli. Nimepata majibu ya maswali yangu yote ninapoona kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inampenda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyya ni mti mazbut sana ambao una matawi yenye matunda. Kutoka Hispania mgeni moja Imalia ni anasema ni profesa katika chuo cha Kurtuba. Anasema kwamba mimi nikiwa profesa wa psychology nilipata shauku ya kujua kuhusu jamaati yenu, na mimi nikaangalia mambo yote na nikayatunza kwenye ubongo wangu ambayo yatakuwa sehemu ya kumbukumbu zangu. Nitayakumbuka kwa upendo na mapenzi. Na mimi katika jalsa hii niliona amani na nikahisi mshikamano. Vitu hivi vilinivutia sana. Kuna profesa moja wa fizikia wa chuo cha Kosovo anaitwa Arbig Zikraj. Anasema kwamba kwa mara ya kwanza nilishiriki katika jalsa salana ya Uingereza na hutuba za khalifa wa zama. Baada ya kusikiliza hutuba zake, jambo nililoliangalia ni kwamba mazingira yote yakawa mazuri. Anasema kwamba nilikuwa naangalia hisia za mapenzi na upendo baina ya watumishi na wageni, na nilikuwa nasikia sauti za assalamu alaikum kote kote. Mazingira haya tunaweza kuyafananisha na pepo. Katika mjumuiko huu mkubwa, kama mazingira haya yanaweza kuletwa, basi inawezekana kwamba katika dunia hii mazingira hayo yaletwe, lakini ni jumuiya pekee ambayo inaweza kufanya kazi hii. Jambo ambalo lilinivutia zaidi ni kwamba hata kama mtumishi akisema hapana kwa jambo fulani, lakini mara moja alikuwa anatoa utatuzi wake ili aweze kumjali na kumhumudia mgeni. Anasema kwamba kwa kuona kikao cha bayati nilishangaa sana jinsi watu wa kaumu mbalimbali walivyojumuika juu ya mkono moja. Kutoka Yorogae ni mwandishi wa habari asiyekuwa Ahmadiyya. Anasema kwamba kabla ya kushiriki katika jalsa nilikuwa na matumaini mengi na pia nilikuwa na hisia fulani. Anasema kwamba kwa ajili yangu ilikuwa muhimu kujua Islam na kuhusu kazi ambayo jamaati yenu inafanya katika Yorogae. Katika hutuba ya kwanza Khalifatul Masih alipozungumzia kuhusu ukarimu, jambo lilinivutia sana. Mimi nikiwa mgeni, mimi naelewa kwamba labda tutapokea ujumbe kuhusu dini mbalimbali, lakini ujumbe huu alikuwa amewapatia watu wa jamaati. Anasema kwamba mimi nilijifunza mengi kuhusu tamaduni mbalimbali katika Ahmadiyya na mambo yangu mengi yaliniondoka. Anasema kwamba mimi sikuruhusiwa kurekodi kitu chochote upande wa kina mama. Mimi naona kwamba ilikuwa haina shida. Amesema kama anamaanisha picha, basi wamefanya vizuri kwamba hawakumpatia ruksa, lakini kama alitaka kufanya recording anaweza kupatiwa baadaye.
lakini mbashiri aliyetoka huko anaweza kumfahamisha habari hiyo. Kisha anasema kwamba haikuwa shida kama ningeruhusiwa, sisi tungeweza kuandaa kitu fulani ili kusambaza kwenye nchi yetu. Anasema kwamba kushiriki katika jalsa kumeniletea athari njema sana, na kwa ajili yangu kumbukumbu iliyo nzuri ilikuwa ni muda ambapo niliwaona kina baba wakilia mbele ya allah. Mimi ninahisi kwamba tunaweza kuboresha nizamu hii ya kuwashirikisha waandishi wa habari katika nizamu hii, na mimi nina ushauri kwamba jumuiya itumie mbinu zingine ili kusambaza mbele ya dunia kuhusu shughuli zake. Kutoka Poland, mwanamke mmoja mgeni Petro Viska Sahiba alishiriki, anafanya kazi katika idara ya custom. Anasema kwamba mimi ninamwamini Mungu, lakini mimi sioni kwamba mimi ni sehemu ya dini fulani. Mimi nilipata kujua kuhusu jamaat kwa kupitia Ahmadia moja ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja nami. Nikahisi kwamba yeye alikuwa anajivunia juu ya jamaati yake na alikuwa anawaambia wengine. Hivyo mimi pia nikapata vitu mbalimbali kuhusu jamaat, yani tovuti. Baada ya kusoma niliamua kushiriki katika jalsa salana Uingereza, na nikanunua mavazi yangu na hijabu yangu. Nilipoanza safari kwa ajili ya jalsa, hisia zangu zilikuwa tofauti na nilikuwa na hofu kidogo. Kisha anasema kwamba siku ya kwanza ya jalsa mimi sikujua kwamba nitumie njia gani. Katika muda huo msichana mmoja alinisaidia sana, jambo ambalo likanivutia mno. Baada ya kufika jalsaga nikaanza kuhisi kwamba nipo kwenye amani, japo kuwa kulikuwa na idadi kubwa ya watu, lakini sikuhisi ugeni. Wakati wa jalsa hutuba mbalimbali, haswa hutuba za imamu wa jamaat, ziliimarisha uhusiano wangu pamoja na jamaati. Kwa ajili yangu kumbukumbu nzuri ilikuwa ni hutuba yake aliyotoa upande wa kina mama. Humo kulikuwa na mwongozo kwamba kivipi tunaweza kuwalea watoto, na pia katika kusikiliza hutuba hiyo nikaendelea kutafakari kuhusu watoto wangu, kwamba imam jamaat namna alivyozungumzia mambo mbalimbali mimi na afiki pamoja naye, na vitu vyote alivyoeleza ni muhimu sana. Kutoka chuo cha Kosovo ni profesa moja, yeye anaeleza maoni yake. Anasema kwamba nilishiriki kwenye jalsa kwa mara ya kwanza, kote kote nikashuhudia upendo na mapenzi. Jalsa hii ikafana sana katika maoni yangu, haswa maonisho. Anasema kwamba sisi tunatoka Kosovo, na kwa kusikia kwamba jamaati inapingwa tunahisi uchungu. Hutuba ya imamu wa jamaat ya kufunga mkutano ili niambia kwamba Islam Ahmadia ina mafundisho gani, na nikapata majibu ya maswali yangu. Nikifika Kosovo nitawaambia watu ambao wanazungumzia zidi ya itikadi za jamaat, nitawapatia majibu yao. Kisha mgeni moja kutoka Uholanzi, bwana Chikwan, anasema kwamba ukarimu wa jumuiya ya Ahmadia na namna maelfu ya watu walivyojitolea, jambo hilo lilinivutia sana. Kwa ajili ya wote kulikuwa na mazingira ya upendo na amani. Kisha anasema kwamba imamu wa jamaat nilikutana naye, huo ulikuwa uzoefu mzuri sana. Yeye alikutana nasi, na pia pamoja na kukutana nasi akatoa muda ili kutupatia majibu mbalimbali ya maswali kuhusu Islam na Ahmadia. Nilipata faida kubwa sana. Anasema kwamba maongezi yake yamepenya moyoni mwangu, na mimi sasa anasema kwamba yeye alisikiliza maswali yetu na akatupatia majibu ya maswali yetu. Hayo alikuwa maoni machache niliyoweka mbele yenu kwa sababu ya jalsa salana. Sasa ripoti ya bayat ndiyo hii kwamba katika kijiji cha Guinea Bissau watu 85 walijiunga na Ahmadia. Katika Tanzania imam mmoja wa misikiti alijiunga na jamaat. Katika Niger mwalimu mmoja wa madrasa alijiunga na jamaat, na Congo Brazzaville watu 12 walifanya bayati. Mbashiri wa Guinea Bissau anaandika kwamba katika Guinea Bissau kuna sehemu iitwayo Sare Kucha. Mwenyekiti wa kijiji alikuwa adui mkali wa jamaat. Wakati wa jalsa salana aliangalia jalsa salana, akasikiliza hutuba zangu. Alikuwa amealikwa,
anasema kwamba baada ya kusikiliza hutuba hizi alisema kwamba khalifa wenu na mwanzilishi wa jamaat ahmadia ni ashiki wa mtume muhammad saa salam, na sisi tulikuwa tumeambiwa kwamba jumuiya ya ahmadia haimkubali nabii karim saa salam kama nabii na imemfanya nabii wao, lakini kwa kusikiliza hutuba ya imam wenu nimepata yakini kwamba jamaat yenu ndio jamaat ya kweli ya nabii karim saa salam, na yeye pamwe na watu 85 alitangaza kujiunga na ahmadia. yani aliyekuwa adui kwa kusikiliza jalsa akashiriki katika jamaat. mungu afanyie kwamba maulama wa pakistan pia wapate akili. katika tanzania kijiji kimoja cha abuja, imamu wa miskiti anasema kwamba kwa kuona jalsa salana juu ya mta nikashikwa na butwa. manzari haya yalivutia sana. wakati wa bayat hisia zangu zilikuwa za ajabu sana. nilikuwa na shangaa kwamba kila moja alikuwa anakariri maneno nyuma ya imamu moja na alikuwa anafanya dua. manzari haya yakanibadilisha na yakaletea asari njema. inshallah nitaendelea kuwa sehemu ya jamaat hii. mimi nilikuwa imamu wa msikiti wa sunni, lakini sasa nimekuwa ahmadia na nimekusha badilika kabisa. idara ya tabligh uingereza ripoti yake ndiyo hii kwamba wakati wa jalsa watu 22 walipata bahati ya kufanya bayati. 2 ni wazungu, 2 ni watu wa nigeria, 11 ni wa pakistani, 1 ni romani, waarabu ni 5 na 1 ni bangali. wakati wa jalsa takriban wageni wasikuwa wahamadia na waislamu 1000 walishiriki, na wakati wa jalsa vikao mbalimbali vya mahubiri vikaandaliwa na kulikuwa na maswali na majibu ndani yake, na watu walieleza maoni yao vile vile. chini ya mta afrika zaidi ya national tv channel 14 zilirusha hutuba zangu, zilitangaza hutuba zangu, na pia kikao cha bayati kilirushwa mubashira. mamilioni ya watu waliangalia. katika afrika channel mpya iliyoshiriki ni national tv channel ya malawi, canal plus tv ya benini, na pia chaneli za gambia, ghana, uganda, liberia, sierra leone. takriban watu 30 milioni na zaidi wanaangalia chaneli hizi. waandishi wa habari wa televisheni 14 walishiriki katika jalsa na ripoti 57 zilirushwa zikatangazwa. kwa kupitia ripoti hizi watu zaidi ya milioni 55 walipata ujumbe wa jamaat. katika senegal walifanya mpango kwa ajili ya jalsa, na imamu mmoja ambaye ni mhaziri wa quran na hadith na fika kwenye college, yeye baada ya kusikiliza jalsa alisema kwamba mimi leo naona kwamba mimi nina bahati njema, kwani nilipata bahati ya kumwona khalifa wa imamu mahdi na nikapata kusikiliza hutuba yake. nilikuwa na mashaka kuhusu jamaat ahmadia kwamba mungu apishe mbali wa ahmadia wanafedhehesha mtume saa salam, lakini kwa kusikiliza hutuba ya khalifatulmasih mashaka yangu yote yameondoka, na mimi naweza kusema kwamba jamaat ahmadia si yenye kufedhehesha shani ya mtume, bali inampenda mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na inatoa darsa kwa dunia nzima kwamba dunia nzima ioneshe utii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusu online coverage ripoti yake inasema kwamba mwaka jana idadi yake ilikuwa 41. mwaka huu tovuti 49 ilirusha matangazo yake. wanaopitia tovuti hizi idadi yao ni milioni 15. pia makala zilizopigwa chapa ni 14, na watu wanaosoma magazeti haya idadi yao ni takriban milioni 5. kwa kupitia televisheni na redio habari 19 zilirushwa, na wanaoangalia idadi yao inaoelezwa ni milioni 10. na pia kwa kupitia redio stesheni habari 20 zilirushwa, na wanaosikiliza idadi yao ni milioni 10. kwa fadhili na msaada wa allah takriban watu 46 milioni waliangalia na wakasikiliza habari za jalsa salana, na katika siku zijazo wanasema kwamba idadi hiyo itaongezeka zaidi. radio channels kubwa kubwa lbc radio scotland, bbc south today na daily express, watu hawa walirusha matangazo ya jalsa salana na habari zake. na pia watu kwa kuangalia maonyesho
yani maonyesho ya makhzini tasawir na historia na maonyesho mengine walipata athari njema sana. maonyesho haya pia ni njia moja ya mahubiri kwa fadhili na msaada wa mwenyezi mungu. jalsa imekuwa sababu ya kuwaongeza waahmadia katika malezi na ruhaniyat. wakati huo huo imekuwa sababu ya kuwaleta watu wasikuwa waahmadia na wasikuwa waislam kuja kuelewa mafundisho ya islam na kuja karibu na mwenyezi mungu. kwa ajili yake tunatakiwa kuinama zaidi mbele ya allah na tunatakiwa kumshukuru allah. wakati huo huo tunatakiwa kusimama kidete juu ya ahadi hii kwamba daima tutafanya juhudi ili kusambaza ujumbe wa mwenyezi mungu na ujumbe wa masihi maud kwa nguvu zetu zote. mwenyezi mungu atujalie sote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.